Idara ya ujasusi ya Iraq kwa kushirikiana na majeshi ya muungano yanayoongozwa na Marekani imeendesha operation iliyofanikisha kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Islamic State ISIS nchini Iraq na Syria. Taarifa ya kuuawa kwa Abdallah Maki Mosleh al-Rifai maarufu kama Abu Khadija imetangazwa jana Ijumaa Machi 14, 2025 na Waziri Mkuu Mohammed Shia al-Sudani kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Iraki inaendelea kushinda vikosi vya giza na ugaidi, ameandika al-Sudani katika taarifa iliyochapishwa kwenye akaunti yake ya X, mwisho wa kunukuu. Kundi la ISIS linatajwa na Marekani kuwa kundi la wanamgambo na moja ya makundi ya kigaidi hatari zaidi nchini Iraq na duniani. Katika jukwaa lake la Truth Social usiku wa Ijumaa, Rais wa Marekani Donald Trump alisema, namnukuu, "Leo kiongozi mtukutu wa ISIS nchini Iraq ameuawa. Alifuatiliwa bila kuchoka na wapiganaji wetu hodari kwa kushirikiana na serikali ya Iraq na serikali ya wapiganaji wa Kikurdi katika kanda hiyo," ameandika Trump, mwisho wa kunukuu. Ofisa mmoja wa usalama alisema operesheni hiyo ilifanyika kwa kutumia shambulio la anga katika jimbo la Anbar, magharibi mwa Iraq. Ofisa mwingine alisema operesheni hiyo ilifanyika usiku wa Alhamis, lakini kifo cha kiongozi huyo al-Rifai kilithibitishwa siku ya Ijumaa. Vyanzo hivyo vilitoa taarifa hizo kwa sharti la kutotajwa majina kwa kuwa hawakuruhusiwa kuzungumzia swala hilo hadharani. Tangazo hilo linakuja siku hiyo hiyo ya ziara ya kwanza ya mwanadiplomasia mkuu wa Syria nchini Iraq, ambapo nchi hizo mbili ziliahidi kushirikiana katika kupambana na wapiganaji hao wa kundi la ISIS. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq, Fuad Hussein, alisema katika mkutano na waandishi wa habari kuwa kuna changamoto za pamoja zinazoikabili jamii ya Syria na Iraq, hususan zilizosababishwa na magaidi hao wa ISIS. Nanukuu, "Maofisa walijadili kwa kina harakati za ISIS, iwe kwa mpaka wa Syria na Iraq, ndani ya Syria au ndani ya Iraq," alisema Hussein wakati wa ziara hiyo. Hussein alitaja jengo maalum la kuratibu operation lililojengwa kwa ushirikiano wa Syria, Iraq, Uturuki, Jordan na Lebanon katika mkutano wa hivi karibuni huko Amman ili kukabiliana na ISIS, huku akisema kuwa kitaanza kutumika hivi karibuni. Uhusiano kati ya Iraq na Syria umekuwa na mvutano fulani baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad. Al-Sudani aliingia madarakani kwa msaada wa muungano wa makundi yanayoungwa mkono na Iran, huku Irani ikiwa mshirika mkuu wa Rais Assad ambaye alipinduliwa. Rais wa mpito wa Syria wa sasa Ahmed al-Sharaa, hapo awali alijulikana kama Abu Muhammad al-Golani, alipigana kama mpiganaji wa Al-Qaeda nchini Iraq baada ya uvamizi wa Marekani wa mwaka 2003, kisha baadaye akapigana dhidi ya serikali ya Rais Assad nchini Syria. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa mpito wa Syria Assad Hassan al-Shibani alisisitiza uhusiano wa kihistoria kati ya nchi hizo mbili ambao unaendelea. Nanukuu, "Katika historia yake yote, Baghdad na Damascus zimekuwa miji mikuu ya ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu, zikishirikiana katika maarifa, utamaduni na uchumi. Kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili hakuwezi tu kunufaisha watu wetu, bali pia kutachangia katika uthabiti wa eneo hili, kutafanya tusiwe tegemezi kwa nguvu za nje na kuwa na uwezo zaidi wa kuamua hatima yetu wenyewe," aliongeza kiongozi huyo. Operesheni na ziara hiyo zinakuja wakati ambapo maofisa wa Iraki wana wasiwasi juu ya kuzuka upya kwa mapigano ya ISIS kufuatia kuanguka kwa utawala wa Rais Assad nchini Syria. Ingawa utawala mpya wa Syria unaongozwa na kundi la zamani la waasi la Hayat Tahrir al-Sham wamekuwa wakifuatilia masalia ya ISIS tangu walipochukua madaraka, baadhi wanahofu kuwa kutakuwa na mvurugiko wa usalama ambao unaweza kuruhusu kundi hilo kujipanga na kurejea upya. Marekani na Iraq zilitangaza makubaliano mwaka jana ya kumaliza operation ya kijeshi ya muungano unaoongozwa na Marekani dhidi ya ISIS nchini Iraq ifikapo Septemba 2025, huku vikosi vya Marekani vikiondoka katika baadhi ya kambi ambako kumekuwa wakikaa kwa miaka 20. Wakati makubaliano hayo yakifikiwa, viongozi wa kisiasa wa Iraq walisema kuwa tishio la ISIS lilikuwa limedhibitiwa na hawakuhitaji tena msaada wa Washington kupambana na mabaki ya wapiganaji hao. Lakini kuanguka kwa utawala wa Rais Assad mwezi Desemba 2024 kumesababisha baadhi ya viongozi kufikiria upya msimamo huo, ikiwa ni pamoja na wanachama wa muunganiko wa uratibu, yani Coordination Framework, muungano wa vyama vya kisheria vinavyoungwa mkono na Iran, ambao ulimweka waziri mkuu wa sasa wa Iraq Mohammed Shia al-Sudani madarakani mwishoni mwa mwaka 2022. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Jina langu ni Mgongo Kaitira.